Wakati Kanali Michael Randrianirina aliyechukua nchi ya Madagascar kijeshi akiwa tayari ameapishwa kama kiongozi mkuu wa nchi hiyo leo Oktoba 17, Umoja wa Afrika AU umetangaza kuisimamisha Madagascar kutoka kwenye muungano wa umoja huo hadi utaratibu wa kikatiba utakaporejeshwa baada ya mapinduzi yaliyomwondoa madarakani Rais Andry Rajoelina. Machafuko hayo yalisababisha mapinduzi ya kijeshi kutoka kwa wanajeshi waliowahi kumweka Rajoelina madarakani kama kiongozi wa mpito katika nchi yake hiyo ya Bahari ya Hindi akiwa na umri wa miaka 34 pekee mwaka 2009. Siku ya Jumanne, kitengo kile cha kijeshi kilichosaidia kuinuka kwa Rajoelina kilitangaza kuchukua madaraka nchini Madagascar na kumwondoa madarakani kama rais kufuatia wiki kadhaa za maandamano yaliyoongozwa na vijana, mara hii dhidi ya Rajoelina na serikali yake. Takribani 75% ya watu milioni 30 nchini humo wameathiriwa na umaskini kwa mujibu wa Benki ya Dunia kutokana na ukosefu wa elimu ya juu, ufisadi wa serikali na gharama ya maisha miongoni mwa masuala yaliyotawala maandamano ya hivi majuzi. Umoja wa Afrika AU hapo awali ulisimamisha nchi kadhaa wanachama baada ya mapinduzi ya kijeshi zikiwemo Mali, Burkina Faso pamoja na Guinea.